Mara ya mwisho tulipomtembelea Danmart Dorper Farm, Bwana Matthew, kulikuwa na shughuli nyingi sana za ujenzi na maboresho. Kulikuwa na upanuzi wa banda, kulikuwa na maeneo mapya ya kulishia, kulikuwa na maandalizi ya kuifanya farm hii iwe bora zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Leo tumerejea tena kuona matokeo ya maboresho hayo kama nilivyokuahidi. Na ukweli ni kwamba kuna mambo mengi yamebadilika. Sisi wafugaji wengi tunapofikiria mafanikio kwenye ufugaji wa Dorper, jambo la kwanza linalotujia akilini huwa sana sana ni genetics. Wengine hufikiria feeding, wengine hufikiria masoko. Lakini mara nyingi kuna jambo moja muhimu ambalo hupuuzwa, na hilo ni mazingira ambayo mifugo inaishi kila siku. Kwa sababu hata kama una chakula bora, ama uko na ram bora, ama una management nzuri, bado mazingira ya mifugo yana mchango mkubwa sana kwenye afya, ustawi na utendaji wake. Tunapotazama kondoo hawa wakitembea kwa uhuru ndani ya banda hili, jambo la kwanza linalojitokeza ni nafasi. Hebu angalia. Hakuna msongamano, hakuna hali ya kubanana. Kila kundi lina nafasi ya kutosha ya kutembea, kupumzika na kufanya shughuli zake za kawaida. Na hili ni jambo ambalo wafugaji wengi hulidharau. Lakini ukweli ni kwamba msongamano ni chanzo cha matatizo mengi kwenye ufugaji, na pengine pia ugonjwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo kwa mifugo pia, na pia unaweza kuongeza uchafu, na unaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa baadhi ya magonjwa. Kadri nilivyoendelea kuzunguka kwenye banda hili, nilianza kuona kwamba maboresho yaliyofanywa hapa hayakuwa ya kuongeza uzuri pekee. Yalikuwa ya kuboresha mazingira ya maisha ya mifugo. Kwa sababu kwenye ufugaji wa kisasa, banda si mahali pa kufungia kondoo usiku. Banda ni sehemu ya mfumo mzima wa uzalishaji. Na mfumo bora huanza na mazingira bora. Kitu kingine kinachovutia macho ni usafi. Sakafu inaonekana vizuri, mazingira yanaonekana yamepangwa, na kondoo wenyewe wanaonekana kuwa watulivu sana. Hii ni dalili kwamba mifugo ipo kwenye mazingira yanayoiwezesha kufanya vizuri. Na hapo ndipo nilianza kuelewa kwamba mafanikio ya shamba kama hili hayaji kwa bahati. Yanajengwa hatua kwa hatua, kupitia maboresho madogo madogo ambayo kwa pamoja huleta tofauti kubwa sana. Na huu ndio mwanzo wa safari yetu ya leo ndani ya Danmart Dorper Farm. Kadri tulivyoendelea kutazama maboresho yaliyofanyika hapa Danmart Dorper Farm, nilianza kufikiria jambo moja muhimu sana. Kwa nini baadhi ya wafugaji wako tayari kutumia pesa nyingi kuboresha mabanda yao? Je, ni kwa sababu wanapenda majengo mazuri? Au kuna sababu kubwa zaidi nyuma ya uwekezaji huo? Ukweli ni kwamba banda bora si suala la muonekano pekee. Ni suala la afya, usimamizi, na ni suala la faida ya muda mrefu. Wafugaji wengi tunapoanza hujikita zaidi kwenye kununua mifugo, jambo ambalo ni muhimu, lakini baada ya muda huanza kugundua kwamba mifugo bora inahitaji mazingira bora ili iweze kuonyesha uwezo wake kamili. Tunapotazama kondoo hawa wakizunguka ndani ya banda hili, ni rahisi kuona jinsi walivyo watulivu. Hakuna haraka, hakuna msongamano, hakuna ushindani mkubwa wa nafasi. Na hayo yote yana umuhimu mkubwa kuliko wengi wanavyofikiri. Kwa sababu mifugo unapokuwa kwenye mazingira mazuri, hata tabia zao hubadilika. Huwa na utulivu zaidi, huwa na nafasi ya kutosha ya kupumzika, na huwa na mazingira bora ya kukula
na kufanya shughuli zake za kawaida. Kitu kingine nilichokiona hapa ni jinsi banda ilivyopangwa kwa kuzingatia urahisi wa usimamizi. Mfugaji anapoweza kuingia na kutoka kwa urahisi, anapoweza kuona mifugo yote kwa haraka, na anapoweza kufanya usafi kwa urahisi, kazi nyingi za kila siku huwa nyepesi zaidi. Na hii ni muhimu sana, hasa unapokuwa na idadi kubwa ya mifugo. Mara nyingi wafugaji wengi huangalia gharama ya kujenga banda, lakini hawahesabu gharama ya kuwa na banda lisilofaa, gharama ya usafi mgumu, gharama ya muda unaopotea, na wakati mwingine hata gharama za afya ya mifugo. Kadri nilivyoendelea pia kutembea ndani ya banda hili, nilianza kuona kwamba kila sehemu ilikuwa na sababu yake. Hakukuwa na vitu vilivyowekwa kwa bahati, kulikuwa na mpangilio, kulikuwa na mawazo, na kulikuwa na uzoefu wa miaka mingi uliowekwa kwenye maboresho haya. Na pengine hilo ndilo somo kubwa kwa wafugaji wengi leo. Usisubiri mpaka upate shamba kubwa ndipo uanze kuboresha mfumo wako. Anza na kile ulicho nacho. Fanya maboresho kidogo kidogo. Kama Bwana Matthew hapa wa Denmark. Alianza na banda ndogo na unaona anaendelea kuboresha na linazidi kuwa kubwa na kuwa nzuri zaidi. Kwa sababu mara nyingi mafanikio ya kesho huanza na maboresho madogo unayofanya leo. Na Denmark Dopper Farm ni mfano mzuri wa jinsi maendeleo ya kweli yanavyojengwa hatua kwa hatua. Sio kwa kuruka hatua, bali kwa kuendelea kuboresha mfumo kila mwaka. Kadri nilivyoendelea kutazama mifugo ndani ya banda hili, kuna mambo kadhaa ambayo yaliendelea kunivutia mara kwa mara. Na pengine jambo la kwanza kabisa ni nafasi. Kila sehemu inaonekana kuwa imepangwa kwa namna ambayo mifugo inaweza kusogea kwa urahisi bila msongamano. Hili linaweza kuonekana kama jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba nafasi ni moja ya vitu muhimu sana kwenye ustawi wa mifugo. Kondoo wanapokuwa na nafasi ya kutosha, huwa na utulivu zaidi, huwa na uhuru wa kutembea, na mara nyingi mazingira yao hubaki safi kwa muda mrefu zaidi. Jambo la pili ambalo lilinivutia ni mwanga na hewa. Mara nyingi tunapozungumzia mabanda, watu wengi huangalia ukubwa wake pekee. Lakini banda bora si lazima iwe kubwa sana. Kinachohitajika ni kuwa na mazingira yanayoruhusu mzunguko mzuri wa hewa na mwanga wa kutosha. Na hapa Denmark, hilo linaonekana wazi. Unapotazama mifugo hii, unaona mazingira ambayo si ya kubana wala ya kufungia hewa. Na hiyo ni faida kubwa sana kwa afya ya mifugo. Kitu kingine kilichokipenda ni jinsi mfumo mzima ulivyowekwa kwa kuzingatia ukuaji wa baadaye. Maboresho haya hayakuonekana kama yale ya kutatua tatizo la leo pekee. Yalionekana kama maboresho yaliyofanywa kwa kuangalia miaka ijayo. Na hilo ni somo muhimu sana kwa wafugaji wengi. Mara nyingi tunapofanya uwekezaji shambani, tunafikiria mahitaji ya leo pekee. Lakini wafugaji wenye mafanikio hujaribu kufikiria pia mahitaji ya kesho. Wanajiuliza, je, idadi ya mifugo ikiongezeka itakuwaje? Je, usimamizi utakuwa rahisi? Na mazingira yataendelea kuwa bora? Na maswali kama hayo ndio hujenga mifumo imara ya muda mrefu. Kitu kingine nilichokiona ni jinsi mifugo ilivyoonekana kuwa na utulivu. Hakukuwa na harakati za hovyo, hakukuwa na hali ya msongo. Na kwa mfugaji mwenye uzoefu, mara nyingi unaweza kujifunza mengi kwa kuangalia tabia za mifugo yako. Mifugo inapokuwa kwenye mazingira mazuri, mara nyingi utaona utulivu huo kwenye mienendo yao ya kila siku. Na pengine jambo lililonivutia zaidi ni kwamba maboresho haya hayakufanyika kwa siku moja. Ni matokeo ya maamuzi mengi madogo yaliyofanywa kwa muda. Hatua moja leo, hatua nyingine kesho. Na baada ya muda,
matokeo yanaanza kuonekana namna hii. Hili ni somo ambalo linaweza kuwasaidia wafugaji wengi. Usikate tamaa kwa sababu huwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Anza na jambo moja, boresha sehemu moja, kisha endelea kuboresha hatua kwa hatua. Kwa sababu maendeleo makubwa kwenye ufugaji mara nyingi huanza na maboresho madogo ambayo yanafanywa kwa uthabiti. Na nilipokuwa nikitazama mifugo hii ikitembea kwa utulivu ndani ya banda hili, nilianza kuona kwamba mafanikio ya shamba kama hili hayako kwenye jambo moja kubwa, yako kwenye mkusanyiko wa maamuzi sahihi yanayofanywa kila siku. Na hayo ndiyo maamuzi ambayo baada ya miaka kadhaa hujenga mfumo unaovutia kama huu tunaouona leo. Baada ya kuzungumzia banda, miundombinu na maboresho yaliyofanyika hapa Denmark, kuna jambo moja ambalo haliwezi kufichwa. Matokeo ya mfumo mzuri huonekana kwenye mifugo yenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku, lengo la banda bora si kuwa na jengo nzuri. Lengo ni kuwa na mifugo yenye afya, utulivu na mazingira bora ya kuonyesha uwezo wake. Tunapotazama kondoo hawa wakitembea kwa uhuru ndani ya banda hili, kuna kitu kinachoonekana wazi. Wanaonekana kuwa na utulivu, wanaonekana kuwa na nafasi ya kutosha, na wanaonekana kuwa kwenye mazingira ambayo yanawaruhusu kufanya shughuli zao za kawaida bila usumbufu. Mara nyingi, sisi tunapofanya maboresho shambani, matokeo hayaonekani siku hiyo hiyo. Lakini baada ya miezi kadhaa au miaka michache, tofauti huanza kuonekana. Unaanza kuona mifugo ikiwa kwenye hali bora, unaanza kuona usimamizi ukiwa rahisi zaidi, na unaanza kuona mfumo mzima ukifanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kitu kingine nilichokiona hapa ni jinsi makundi mbalimbali yalivyokuwa yamepangwa kwa utaratibu. Hii si tu inarahisisha usimamizi wa shamba, pia inasaidia kuhakikisha kila kundi linapata huduma inayolingana na mahitaji yake. Kwa sababu kondoo wote hawana mahitaji yanayofanana. Kuna wanaokua, kuna wanaotarajia kuzalisha, kuna wanaohitaji uangalizi maalum, na mfumo mzuri wa mabanda huwezesha mambo haya yote kufanyika kwa urahisi zaidi. Kadri nilivyoendelea kutazama mifugo hii, nilikumbuka jambo moja ambalo wafugaji wengi husahau. Mifugo hutumia muda mwingi zaidi ndani ya mazingira yake kuliko muda tunaotumia tukiitazama. Na ndio maana mazingira hayo yana muhimu mkubwa sana kila siku, kila wiki na kila mwezi. Mazingira haya yana mchango kwenye afya, usafi, ustawi na hata utendaji wa mifugo. Na pengine hilo ndilo somo kubwa zaidi kutoka kwenye maboresho haya. Usiangalie banda kama gharama, liangalie kama sehemu ya uwekezaji kwenye afya ya mifugo yako. Kwa sababu mifugo bora huhitaji zaidi ya chakula bora, huhitaji zaidi ya genetics nzuri. Pia huhitaji mazingira yanayoiwezesha kufika uwezo wake kamili. Na nilipokuwa nikitazama kondoo hawa wakizunguka kwa utulivu ndani ya banda hili, nilianza kuelewa kwamba maendeleo ya kweli kwenye ufugaji mara nyingi hayaonekani kwenye maneno, huonekana kwenye matokeo. Na moja ya matokeo hayo ni mifugo yenye afya, utulivu na mazingira bora kama haya tunayoyaona leo hapa Denmark. Na huo ndio ushahidi kwamba maboresho yaliyofanyika hapa yanaanza kuzaa matunda. Jambo ingine ambalo nilikumbuka mara ya kwanza nilipotembelea shamba hili. Wakati huo kulikuwa na shughuli nyingi za ujenzi. Kulikuwa na upanuzi wa mabanda, kulikuwa na maandalizi ya maeneo mapya ya kulishia. Kulikuwa na maboresho ya miundombinu ambayo yalikuwa bado yanaendelea. Na kama ilivyo kwa miradi mingi ya maendeleo, wakati mwingine ni vigumu kuona picha kamili ukiwa katikati ya mchakato. Lakini leo tunapoangalia matokeo haya tunaweza kuona kwa nini maboresho hayo yalikuwa muhimu.
Kuna somo kubwa sana ambalo wafugaji wengi wanaweza kujifunza hapa. Maendeleo ya kweli hayaji kwa siku moja, hayaji kwa mwezi moja, na mara mingi hayaji hata kwa uwekezaji mmoja mkubwa. Huja kupitia maamuzi madogo madogo yanayofanywa kwa muda mrefu. Boresha banda kidogo, boresha mfumo wa feeding kidogo, boresha usafi kidogo, kisha endelea kufanya hivyo mwaka baada ya mwaka. Na baada ya muda, tofauti inaanza kuonekana. Wakati mwingine tunapotembelea mashamba yaliyofanikiwa, tunaona matokeo na kusahau safari iliyofikisha hapo. Tunaona banda ni nzuri, tunaona mifugo ni bora, tunaona mfumo uliopangwa vizuri, lakini hatuoni miaka ya maboresho yaliyofanyika hatua kwa hatua. Na pengine hilo ndilo jambo ambalo limenivutia zaidi kwenye ziara hii. Sio tu ubora wa banda, na sio tu usafi, sio tu pia mpangilio wa shamba, ni ule utayari wa kuendelea kuboresha kila wakati. Kwa sababu mafanikio kwenye ufugaji si mahali unapofika na kusimama, ni mchakato wa kuendelea kujifunza, kurekebisha na kuboresha. Kadri mazingira yanavyobadilika, kadri idadi ya mifugo inavyoongezeka, na kadri uwezo inavyoongezeka, ndio mfumo pia unavyopaswa kukua. Na hilo ndilo tunaloliona hapa leo. Shamba ambalo halikusimama mahali pamoja. Shamba ambalo limeendelea kubadilika. Na matokeo yake sasa yanaonekana wazi kwenye mazingira ya mifugo, usimamizi wa shamba na ubora wa mfumo mzima. Na pengine hilo ndilo somo kubwa kwa mfugaji yeyote anayetazama video hii. Usisubiri mpaka uwe na kila kitu. Anza na kile ulicho nacho. Boresha kile unachoweza kuboresha leo. Kisha kesho, boresha tena. Kwa sababu baada ya miaka michache, maboresho hayo madogo ndio hujenga kitu kikubwa. Na mara nyingi, hiyo ndio utofauti kati ya shamba linalosonga mbele na lile linalobaki mahali pamoja. Baada ya kutumia muda wetu kuangalia maboresho yaliyofanyika hapa Denmark, kuna jambo moja ambalo limebaki akilini mwangu. Na hilo ni kwamba mafanikio kwenye ufugaji hayaji kwa bahati. Mara nyingi tunapoona shamba lililopangwa vizuri, mifugo yenye afya nzuri na mazingira yanayovutia, ni rahisi kufikiria kwamba mambo haya yalitokea yenyewe. Lakini ukweli ni tofauti. Nyuma ya kila maendeleo kuna maamuzi, kuna mipango, kuna uwekezaji na kuna uvumilivu wa kuendelea kuboresha kila siku. Tulipoingia kwenye banda hii leo, tuliona kondoo wakitembea kwa uhuru, tuliona mazingira safi, tuliona mfumo uliopangwa vizuri, lakini yote hayo ni matokeo ya maamuzi yaliyofanywa muda mrefu kabla ya leo. Na pengine hilo ndilo somo kubwa pia ambalo utajifunza leo. Usijilinganisha na shamba ambalo limekuwa likijengwa kwa miaka mingi. Badala yake jiulize, leo ninaweza kuboresha nini? Je, ninaweza kuboresha usafi? Au je, ninaweza kuboresha mazingira ya mifugo? Je, ninaweza kuboresha mfumo wangu wa feeding? Na je, ninaweza kuboresha banda kidogo zaidi ya lilivyo leo? Kwa sababu maendeleo ya kweli huanza pale mfugaji anapoamua kuboresha jambo moja baada ya jingine. Na baada ya muda, maboresho hayo madogo huanza kuonekana. Itaonekana kwenye afya ya mifugo, kwenye urahisi wa usimamizi, na kwenye uzalishaji, na hatimaye kwenye faida ya shamba. Kadri nilivyokuwa nikitazama kondoo hawa wakizunguka kwa utulivu ndani ya banda hili, nilikumbuka kwamba mifugo haiwezi kuzungumza, lakini mazingira yao huongea kwa niaba yao. Usafi unaongea, mpangilio unaongea, utulivu wa mifugo pia inaongea. Na mara nyingi, hayo ndiyo mambo yanayoonyesha ubora wa mfumo wa ufugaji. Kwa hiyo, kama kuna jambo moja ningependa ubebe kutoka kwenye video hii ni hili. Usitafute mafanikio makubwa kwa
mkupuo mmoja, tafuta maboresho madogo unayoweza kufanya leo, kisha yafanye kwa uthabiti, kwa sababu baada ya muda maboresho hayo madogo ndio hujenga shamba bora, mifugo bora na matokeo bora. Kutoka kwetu hapa Danmat, tunatumaini umejifunza jambo jipya. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, tuandikie kwenye maoni ni sehemu gani imekuvutia zaidi. Usisahau kulike video hii, kujiunga na channel na kuwashirikisha wafugaji wengine ambao wanaweza kufaidika na mafunzo haya. Asante kwa kuungana nasi. Tutaonana kwenye video ifuatayo.